Uh, karibuni katika karibuni katika space yetu ya leo. You are muted. Ambapo tutakuwa tukijadili nafasi ya teknolojia kwenye kulinda demokrasia na uhuru wa dijitali. Space yetu ya leo itakuwa ina muda wa saa 1:30 na mjadala wetu utaanza saa 1 kamili. Kwa hiyo tuna imani ya kwamba ndani hizi dakika chache tutaweza kusubiri wazungumzaji wanapokuwa wakijiunga katika mjadala wetu wa leo. Kwa wale ambao mmefika Lablet, naona mmefika, umejoin kwa wakati, na tunakukaribisha kama mzungumzaji. Kwa hiyo tutapokea hapo hiyo invitation. Yes. Hiyo simu Na uweze kupokea hiyo invitation kama sehemu ya mzungumzaji katika mjadala huu. Wakati tunasubiri wazungumzaji wengine, tuendelee kuwa pamoja hapa jukwani, na tafadhali ambao usiondoke. Asante sana. Yes.
Karibuni na nishukuru ya kwamba tayari kaka Rubara amekwisha join. Kaka Rubara, karibu sana katika mjadala huu wa leo, lakini pia kaka Thomas pia amejoin. Naona hapo admin wana add kama speaker ya, kwa hiyo ni tumaini ya kwamba utakuwa added hapo. Nadhani umepokea hiyo invitation. Kaka Rubara, tumekutumia invitation ya kuwa speaker. Natumai umeona, unaweza respond hapo. Yeah. Lovely, sijui kama unanisikia vyema, unaweza ukazungumza kama unanisikia. Ndio nakusikia, asante. Wow, asante sana. Kaka Thomas? Nakusikia vyema, sijui kama unanisikia. Nakusikia vyema, hujawahi kupata changamoto ya internet bana. Utatupa siri ya ulembo kwako. Hamna shida. Sawa. Kaka Rubara, unaweza ukathibitisha kama unatupata vyema? Nakupata vizuri. Je, unanipata wewe? Ya, sisi wana Majumui tunapatana vyema. Na fly mwenzangu. Asante sana. Yeah. So katika mjadala wetu huu wa leo tutajikita zaidi kuzungumzia nafasi ya teknolojia kwenye kulinda demokrasia na uhuru wa kidijitali. Na mjadala wetu unaanza saa hizi saa 1 kamili, na tunategemea hasa kuweza kuwa na walau saa 1 hadi saa 1:30 la majadiliano kwa kadri jinsi mjadala utakavyo tupeleka. Na kumekuwa na kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni vya muhimu sana duniani hasa kwa sasa, imekuwa ni kuzungumzia suala la demokrasia pamoja na dijitali. Ninayeungana nanyi katika uongozaji wa kipindi hiki naitwa Robert Sylvester Majige, ni afisa wa sera na teknolojia za kidijitali katika taasisi au shirika hili lisilo la kiserikali la Tech and Media Convergence. Na nipende kuwakaribisha wazungumzaji kwenye mjadala wetu huu muhimu unaogusa zaidi misingi ya jamii katika karne hii ya 21. Ninafurahi kuungana nanyi katika sesheni hii kwa sababu ni miongoni mwa mada ambazo zinatufanya tuiangalie demokrasia kwa upana wake, hususan kuangalia mambo ya dijitali kwa ujumla. Tukirudi nyuma kwenye chimbuko la demokrasia, wale ambao ni wasomi hasa wa demokrasia na wachambuzi wa siasa, tunaona zama za kuanzia kina Plato, kina Aristotle walipokuwa wakiendesha mijadala kule Atheni, Ugiriki, mijadala ya kifalsafa ambapo watu walikutana physically, wakakaa sehemu wakajadili na kuzungumzia mambo ya kina katika tawala na changamoto za wakati wao. Lakini pia misingi ya demokrasia kama ushiriki wa wananchi, uhuru wa kujieleza, usawa mbele ya sheria na utawala wa sheria imekuwa ikijadiliwa na kubadilika kwa karne nyingi sana. Mfano, enzi za mageuzi, zama za Enlightenment, ilileta mawazo mapya kuhusu haki za mtu binafsi, uhuru,
na umuhimu wa akili na hoja za kuongoza jamii. Hivyo vilipelekea kuimarisha zaidi misingi ya demokrasia ambayo tunayoijua leo. Wale ambao ni wachunguzi zaidi mtakwenda mbali, vitu kama mapinduzi ya Ufaransa, vile vita vya Uingereza, vile vita vya Marekani vya uhuru na mambo mengine kadha wa kadha yaliyokuja kutokea. Demokrasia ya kisasa kwa misingi yake hiyo imejikita zaidi katika taasisi zinazowezesha wananchi kushiriki katika maamuzi yanayowaathiri, na sasa tunajikita zaidi katika enzi za kidijitali ambapo teknolojia imepenya kila kona ya maisha yetu. Hapa ndipo tunapojiuliza swali, je, teknolojia inatoa nafasi gani kwa misingi hii ya demokrasia iliyoanzia kwenye mijadala ya kifalsafa ya kale na kukomaa kupitia dhama za mageuzi na mabadiliko makubwa duniani? Je, inaimarisha ushiriki kwa kuwezesha mawasiliano na uhamasishaji kwa kiwango ambacho historia haijawahi kushuhudia? Na je, inakuza uhuru wa kujieleza kwa kutoa majukwaa mapya ya kubadilishana mawazo? Lakini pia je, changamoto gani teknolojia inaleta kwa misingi hiyo hiyo? Je, mfano usambazaji wa taarifa potofu, je, unazofisha uwezo wetu wa kufanya maamuzi ya msingi? Vitu kama algorithm ambazo zimetokana na mabadiliko makubwa ya teknolojia kama artificial intelligence, akili mnemba, akili unde, je, zinachagiza kuona ya kwamba mitandao inagawa au kupunguza ule uelewano wa pamoja na kutengeneza nafasi ya pamoja? Na wakati mwingine, je, ufuatiliaji na udhibiti wa kidijitali vinaminya vipi uhuru wetu wa kujieleza na haki kama za faragha? Kwa tunakusanyika hapa kujadili kwa kina uhusiano huu muhimu kati ya teknolojia na demokrasia, tukichunguza fursa, changamoto zake, na tukiweza kuangalia kwa kina ni kwa namna gani mijadala hii inaweza kusaidia katika kuibua mambo kadha wa kadha ya kiteknolojia ambayo yatatufanya tuweze kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kwenda mbele kwa pamoja. Katika jopo la wazungumzaji leo tulikuwa na wazungumzaji wa 4, ambapo tunaye Evans Rubara ambaye kwa wasifu wake amekuwa ni mkurugenzi na mtendaji wa Africa Transcribe Enterprises, shahada kadhaa za uzamivu, lakini pia amefanya mafunzo ya kitaalamu kwenye programu za kidijitali mbalimbali, na amekuwa na uzoefu wa kitaalamu kutokana na uanzilishi wake wa Africa Transcribe Enterprises, kampuni inayoongoza kutoa huduma za uandishi na mambo mbalimbali yanayohusiana na maandishi kwa usahihi wa juu kabisa. Lakini pia ameongoza miradi kadhaa kuchambua citizen engagement na kushiriki katika matukio mbalimbali Afrika na Tanzania na Afrika kwa ujumla. Na amesaidia zaidi katika kutoa uzoefu wake katika masuala ya kisera, masuala ya teknolojia, na amekuwa na uzoefu wa miaka mingi katika kufanya kazi katika eneo hili. Evans atakuwa akizungumzia zaidi kutokana na ni kwa namna gani tunaweza tukajikita katika kuendeleza au kuitumia teknolojia katika shughuli zetu za kila siku. Nisimzungumzie sana kaka Evans, unayo dakika moja ya walau kusalimia na kusema wewe ni nani hasa mbali ya yale ambayo nimeyasema. Karibu sana. Kaka Rubala, unaweza unmute na kuzungumza tafadhali? Naona anapata changamoto huenda ya kuzungumza. Atakapokuwa tayari atazungumza na kusalimia. Lakini pia tunaye Thomas Joel Kibwana ambaye kwa muda mrefu hasa amekuwa ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa
akiwa na shahada kadhaa katika masuala ya mahusiano ya kimataifa, political science na kadhalika kutoka vyuo mbalimbali ikiwemo Marekani, University of Central Arkansas. Lakini pia amekuwa ni mtu ambaye amejifunza zaidi katika uongozi, katika kozi maalum za viongozi hususani kutoka katika Uongozi Institute. Na uzoefu wake kitaaluma amekuwa ni mshauri huru katika masuala ya diplomasia, sera, siasa ya umma na ushawishi wa kidijitali kwa serikali na mashirika ya kiraia. Lakini pia kaka Thomas, nimeona umekuwa ni mwandishi mzuri sana ukichambua mambo ya kina kuhusiana na demokrasia, uwazi wa data, masuala ya siasa za kimataifa, na nimeweza kusoma baadhi ya maandiko yako kupitia The Chanzo na Medium. Pia umewahi kuwa ni kutambuliwa kama Wavemaker of the Week na Mtanzania kwa mchango wako katika uongozi na ubunifu katika siasa. Athari zako zinakwenda mbali zaidi katika ushawishi na kujikita zaidi katika mijadala si tu kwa Afrika lakini pia dunia kwa ujumla, huku ukijaribu kueleza zana nzima ya uhuru wa habari, lakini zaidi matumizi ya teknolojia mbalimbali katika kukuza uwazi na uwajibikaji kwa taasisi na serikali. Nikukaribishe kaka Thomas, kama una jambo la utangulizi na kujitambulisha nje ya haya ambayo mimi nimeyazungumzia kuhusu wewe. Karibu sana, unaweza ukanimute na kuzungumza. Brother, kwa utambulisho huo nadhani siku nagombea ubunge wewe utabidi uwe msemaji wangu, kwa sababu umenipamba mpaka nikapambika. Natamani kuna watu wangekuwa nasikia ningekuwa nimejizolea sifa nyingi sana leo. Nashukuru kwa utambulisho huo na utangulizi huo. Kikubwa napenda mijadala kama hii kwa sababu mwisho wa siku demokrasia ni kuzungumza. Tunaweza tusikubaliane katika kila kitu, tunaweza tukawa na mitazamo tofauti kutokana na makuzi yetu, elimu yetu, jinsia zetu, mazingira yetu, lakini cha muhimu kwenye mjadala ni kwamba cha muhimu kwenye mjadala ina maana kwamba unaweza kumuelewa mwenzako na wapi anatokea. Ukimsikiliza mwenzako walau unajua kwamba mtazamo wake huu unatokana na nini. Mwisho wa siku tunajaribu kushawishiana, lakini tukishindwa kushawishiana tunasema we agree to disagree. Kwa hiyo I'm looking forward to this discussion. I'm looking forward kujifunza kutoka kwa wazungumzaji wengine ambao wameandaliwa na ambao watakuwa wanasikiliza hii space na baadaye labda watapandishwa kuzungumza. I'm here to learn. Kwa hiyo asanteni sana kwa fursa hii. Asante sana kaka Thomas. Kiukweli nimefarijika hasa kusikia ya kwamba utakuwa ukigombea. Nadhani baadaye utatujuza kama utataka kugombea wapi. Tunaye mzungumzaji mwingine ambaye ni Lovelet Lwakatare. Huyu ni afisa ubunifu, ushirikiano na matokeo kutoka Teken Media Convergence. Ana uzoefu mkubwa zaidi katika masuala ya siasa, hususani akiwa amejizolea mafanikio makubwa ya kitaaluma katika usomaji. Sasa anafanya usomaji katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kama akichukua masters ya research and public policy, lakini pia amekuwa na Bachelor of Arts ya heshima kutoka katika ya siasa na mambo ya kimataifa pia kutoka katika chuo cha Hertfordshire, na alikuwa ni mwanafunzi bora katika mwaka wao wa kitaaluma. Ameongoza katika miradi mbalimbali juu ya uzungumzaji wa haki za kiraia na shughuli za ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na asasi za kiraia. Lakini pia anashughulika zaidi katika vipengele vya ubunifu
mawasiliano ya kidijitali, huku wakishiriki zaidi katika kuona ni kwa namna gani bunifu hizi zinakuwa zenye kuwajumuisha watu na kuweza kuhakikisha mashirikiano mbalimbali ya kisera yanakwenda vizuri. Amekuwa ni mstari wa mbele hasa katika TMC katika kuhakikisha kunakuwa na programu bunifu zinazosaidia jamii katika kuzungumzia demokrasia ambayo tu sio demokrasia ile tuliyoizoea, lakini demokrasia ya kidijitali. Lovelet, karibu kama una jambo la kuzungumza. Asante Robert, nashukuru kwa hapa na nashukuru kwamba tuna mijadala ya namna hii ambayo inahusu masuala mtambuka kabisa kama swala la teknolojia, na ambavyo teknolojia inakuwa na haikwepeki katika kufanikisha masuala kama demokrasia, masuala kama uongozi, kwenye biashara, kwenye kila mahala. Siku hizi tunakuwa na sorry. Nakusikia Lovelet, nakusikia. Unaweza ukaendelea kuzungumza. Sina hakika kama nasikia kwa watu wengine, kwa sababu nimetaarifiwa kwamba akaunti yangu iko private, kwa hiyo watu wengine watakuwa hawanisikii. Ngoja tu confirm na wazungumzaji wengine. Thomas, unamsikia Lovelet? Namsikia vyema. Basi Lovelet, unaweza kuendelea. Okay, sawa. Asante Robert. Kwa hiyo huu mjadala unakuja wakati sahihi, na hasa tukitazama kwamba Afrika ndio wanasema Africa, the time for Africa is now. Ndio conversations ambazo zimekuwa zikiendelea, tukiangalia nafasi yetu kama nchi moja, lakini pia tukiangalia nafasi yetu kama bara, kwamba tunaileta vipi teknolojia kuwa sehemu ya kustawi kwa jamii zetu na watu wetu, hasa vijana ambalo ndo kundi kubwa zaidi Afrika. Tuhakikishe kwamba tunaendelea kuwa sehemu ya maendeleo ya dunia, lakini pia maendeleo ambayo hayaachi mtu yoyote nyuma. Kwa natumaini katika mjadala huu tutaweza vema kuangalia ambavyo teknolojia sasa inaakisiwa katika masuala ya demokrasia hapa nchini kwetu, na tunawezaje kuwa na sera bora na mipango bunifu na endelevu ambayo itaweza kweli kuhakikisha kwamba kila mwananchi ananufaika na teknolojia na inaendeleza maisha yake. Asante. Asante sana kwa utangulizi huo na maneno hayo. Tulikuwa na mzungumzaji mwingine wa nne ambaye alikuwa ni Jacqueline Shuma, lakini yeye ni mtaalamu wa mawasiliano na ni mtafiti pia katika masuala ya mawasiliano, na ni mtu ambaye amekuwa akifanya kazi katika masuala ya mawasiliano kwa muda mrefu, akijikita zaidi katika mikakati ya kidijitali na mambo mengine yanayohusiana na hayo. Lakini kwa bahati mbaya sana hatutaweza kuwa naye katika mjadala huu kutokana na changamoto ambazo amezipata. Kwa hiyo tutamisi kwa sehemu fulani ushiriki wake na uchangiaji wake katika mjadala huu, na ukizingatia ya kwamba yeye ni mwanazuoni ambaye ana aspire kuwa mwanazuoni. Kwa hiyo tungekuwa tukipata ile mijadala au zile sauti zinazo reflect wanazuoni ambazo zingechagiza zaidi mjadala wetu. Kaka Lubara, sijajua kama umefanikiwa sasa kuzungumza, kufika kwenye nafasi ya wazungumzaji, na kama umefanikiwa, tafadhali unayo dakika moja ya kujitambulisha, na utakapofanikiwa kujitambulisha utuambie, je, uhuru wa kidijitali unamaanisha nini hasa kwako? Tunapozungumzia uhuru wa kidijitali tunazungumzia nini? Karibu kaka Lubara. Sijui, samahani, nilikuwa na changamoto ya kujiunga. Ndio, karibu. Lakini sasa hivi nafikiri mnanipata. Mimi naitwa Evans Lubara. Na mimi ni mwanzilishi na ninaiendeleza taasisi ambayo inaitwa Africa Transcribe Enterprises. Na shughuli zetu, tunafanya kazi na wananchi ambao wanaishi katika mazingira ya uchimbaji, maeneo ya uchimbaji. Mnanisikia?
Ninasikika? Tunakupata vyema. Okay. So mimi nadhani itabidi tuanze mwanzoni, na nitafanya hili kwa wepesi sana kulingana na muda nilionao. Kwanza inabidi tuanze na swala zima la demokrasia, kwa sababu nadhani teknolojia ya kisasa ambayo ni ya kidijitali zaidi inaturahisishia mawasiliano na mtu kujifunza kutoka kwa mwingine. Nadhani wenzangu ambao walijitambulisha wameshasema tayari. Lakini naomba nianze kwa kusema demokrasia ni nini. Kwa uelewa nilio nao, demokrasia ni mfumo wa utawala ambapo wananchi wana mamlaka ya kufanya maamuzi ya kisiasa moja kwa moja au kupitia wawakilishi waliowachagua. Kwa mapana, demokrasia inahusisha misingi, kanuni ambayo ninaweza nikataja kwa haraka. Moja ni utawala wa wananchi, pili uchaguzi huru na wa haki, uhuru binafsi, utawala wa sheria, uwazi na uwajibikaji, ushirikiano wa raia, haki ya siasa na jamii, migawanyiko ya mamlaka na maendeleo ya jamii. Tukiongelea swala zima la teknolojia, na hii teknolojia mpya ambayo tunaitumia hata leo kujadiliana, hapa kuna swala zima la uhuru binafsi, alafu kuna swala la uwazi na uwajibikaji, kuna swala la ushirikiano wa raia, na kuna swala la kuchangizana na kukubaliana kwenye utofauti wa maoni ya pamoja. Kwa maana hiyo inabidi niliona kwamba kitu cha msingi ambacho inabidi tuseme kwanza ni kuidadavua demokrasia kwa kifupi. Teknolojia katika mchakato wa demokrasia ndio swala ambalo tunalijadili leo. Teknolojia inaruhusu matumizi ya majukwaa mtandaoni kama leo tunavyofanya, na mitandao ya kijamii imesaidia sana kwenye kampeni tofauti, na nadhani kwamba tumeona katika miaka michache iliyopita tangu utandawazi ulipoingia na mitandao ya jamii ilipokuja, tunaona ya kwamba ni rahisi sana aliyepo Tanzania anaweza akawasiliana na mtu ambaye yupo nchi ya mbali kama Marekani au nchi jirani. Tunaona ya kwamba imetuleta karibu zaidi, japo imetufanya pia tuwe wabinafsi, lakini imetuleta karibu zaidi. Kwa mfano tukiangalia katika uchaguzi wa mwaka 2020 hapa nchini kwetu, matumizi ya mitandao ya kijamii yaliongezeka kwa kiasi kikubwa sana, na nadhani kwenye uchaguzi huo ilisemekana kwamba Chadema na ACT Wazalendo walikuwa wakiongoza. Labda ninaweza nikawa ninachanganya kidogo kwenye matumizi ya mitandao au teknolojia hii ya kidijitali. Lakini pia tunaona kwenye ngazi nyingine, tunaona kwamba ilisaidia sana kwenye masuala ya uchaguzi kwa wananchi kusimamia uchaguzi, au wenye vyama vyao, niite wenye vyama vyao kusimamia uchaguzi, na tunaona kwamba tallying ilikuwa inafanyika kwa njia ambayo inafanyika vizuri sana. Lakini naomba nichukulie mfano wa Kenya. Mtandao au teknolojia ya kidijitali kwenye uchaguzi wa Kenya ilisaidia sana, na Kenya walitumia ile teknolojia ya blockchain kuhifadhi matokeo ya uchaguzi, na ilisaidia katika kuhakikisha uwazi na kupunguza hofu ya udanganyifu. Na hii kwa njia fulani ilijenga imani kwa wapiga kura katika mchakato mzima. Kwa hiyo kwa maana nyingine, teknolojia ya kidijitali katika kuhakikisha ya kwamba katika kudumisha teknolojia inasaidia, ikitumika kwa njia sahihi, inasaidia kuleta imani kwa wapiga kura, na wapiga kura watajua ya kwamba hawatakuwa wanaibiwa. Na tunaona kwamba katika nchi yetu idadi ya wapiga kura imekuwa ikisua kidogo. Nadhani kipindi cha uchaguzi ambapo marehemu Edward Lowassa alipoungana na Chadema, tuliona kwamba wapiga kura walijitokeza kwa wingi sana.
Teknolojia ya kidijitali pia inasaidia kwenye swala zima la uwajibikaji. Takwimu za uchaguzi zinaweza zikachapishwa mtandaoni kwa urahisi na watu wanaweza wakawa wanafuatilia. Na hii teknolojia nyingine ambayo imekuja sasa hivi ambayo inaitwa AI, naona inasemekana kwamba watafiti wanasema kwamba inaweza ikasaidia kubaini mifumo ya udanganyifu katika uchaguzi. Kwa mfano, inaweza ikasaidia kwenye kuchambua data za wapiga kura na kutafuta anomali ambazo zinaweza kuashiria uhalifu wa uchaguzi. Nadhani hayo nimeshayaongea, na tukichukulia ule mfano ambao niliutoa wa ndugu zetu kule Kenya, teknolojia ya blockchain ilitoa njia salama na ya kuaminika kuhifadhi taarifa za uchaguzi, ambapo kila hatua ya mchakato inaweza kufuatiliwa na kuthibitishwa. Lakini tunajua pia ya kwamba hata kwenye uchaguzi huo wa Kenya kulikuwa na issues zilizojitokeza. Watu walikuwa wanasema, kulikuwa na tetesi kwamba bado kulikuwa na wizi wa uchaguzi. Kwa hiyo teknolojia itatusaidia endapo itakuwa inatumika vizuri. Sehemu ya pili ambayo ningependa kuiongelea kwenye wasilisho wangu ni hatari ambazo wanaharakati wanajikuta kwalo wakati ambapo wanatumia teknolojia hii. Na tunajua kwamba matukio ya naam. Kabla hujazungumzia athari ambazo watu mbalimbali wamekuwa wakizipata, ningependa zaidi kusikia wewe ukizungumzia athari hapo baadaye. Labda nikurudishe nyuma kidogo kwenye yale uliyoyazungumza, walau kwa dakika moja uweze kunipa kurespond kwenye haya mambo mawili. Moja, umeonesha ni kweli teknolojia na majukwaa ya mtandaoni yanaongeza ushiriki wa kampeni za umma na mawasiliano ya haraka na yanatufanya kuwa wabinafsi. Ni kwa nini hasa unasema teknolojia zimetufanya kuwa wabinafsi? Lakini pia kwenye matumizi ya AI na blockchain technology, unafikiri ya kwamba teknolojia hizi haziwezi zikatumika kinyume katika kudhoofisha wakati mwingine yale ambayo ni matakwa ya watu, mfano kwa kutumia AI ku-influence zile public perception, opinion, na hata wakati mwingine wizi wa data kwenye hivi vitu viwili? Na hilo la wanaharakati wa mtandaoni utakuja kulirejea wakati mwingine wazungumzaji wengine watakapokuwa wamezungumza. Karibu. Sawa. Nimetaja kwamba tumekuwa wabinafsi kwa sababu leo hii tunavyokaa hapa tukiongea na tukijadiliana kwenye hili swala la teknolojia na demokrasia, ni wazi kwamba ni wale watu ambao wana simu janja ndio sisi tunaweza tukajadiliana hapa. Wale ambao hawana simu janja hawapati hizi dondoo ambazo tunazo hapa, na labda wakizipata watazipata baadaye sana, sio in real time. Kwenye swala la udukuzi wa blockchain au AI systems, hili ni jambo ambalo nadhani tunapaswa kulifanyia utafiti zaidi, lakini ninachoweza kusema kwenye hili ni kwamba pale ambapo kuna vested interests kutoka aidha kwa wawekezaji ambao wanadhani kwamba serikali tofauti ikiingia madarakani itaziba faida wanazopata kupitia njia za panya, hawa investors au wanasiasa ambao wana lengo la kuitaifisha taifa letu watatumia mbinu zote wanayoweza kudukua blockchain. Kwa hiyo hizi ni teknolojia ambayo imetengenezwa, teknolojia hizi zimetengenezwa na wanadamu. Kwa maana hiyo sio watertight kwamba hayawezi yakadukuliwa. Bado yanaweza yakadukuliwa, lakini inachukua extra effort kwa yule mtu ambaye ana interest zake anazozijua mwenyewe kuhujumu demokrasia na kuhujumu haki za wananchi.
Okay, asante sana. Kiukweli huu ulikuwa ni mtizamo na uchangiaji wa kitaalamu. Kaka Evans, tarudi kwako baadaye ambapo utatuonesha kwa namna gani matukio mbalimbali hasa ya wanaharakati wa kidijitali yanaweza yakahusianishwa na matumizi yao ya teknolojia hizi za kidijitali, hususani matukio kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakiendelea nchini. Nije kwako kaka Thomas Kibwana. Tumeshuhudia makampuni makubwa ya teknolojia yakija na sera mbalimbali hususani kwenye matumizi ya faragha. Mfano X platform tunayoitumia wana sera zao ambazo wameweka, hususani saizi ya X ikijumlishwa na XAI, lakini wana sera mfano za matumizi kama ya community note ambapo watu wanaweza wakazungumza hiki kitu sio sahihi na kadhalika. Meta tumeona wameanza rollout ya community note hususani kwa watu wa Marekani. Je, ni kwa jinsi gani haya makampuni yana katika kulinda uhuru wa kujieleza na faragha za watumiaji wao, hususani ukilinganisha na uhuru wa kujieleza na teknolojia za kidijitali kwa ujumla wake katika masuala ya demokrasia? Karibu. Naam, asante kaka. Naam, haya makampuni makubwa ya teknolojia kama ulivyotaja Meta, Google na X yanabeba wajibu mkubwa wa kuhakikisha kuwa uhuru wa kujieleza na faragha ya watumiaji wao inalindwa kwa dhati. Uhuru huu inakuwa ni nguzo ya msingi ya demokrasia ya kidijitali, na kwa kuwa makampuni haya yanamiliki na kuendesha majukwaa ambayo mamilioni kama sio mabilioni ya watu hutumia kuwasiliana, kushirikishana mawazo na kushiriki katika mijadala ya kijamii na kisiasa, jukumu lao ni la kimaadili na ya kisheria, yani moral or ethical and legal obligation. Hata hivyo, ushawishi wa makampuni haya unaweza kuwa changamoto kwa uhuru wa kidijitali, hasa pale panapoweka sera au kufanya mabadiliko yanayoathiri kwa njia isiyo wazi au ya kibaguzi ya namna watu wanavyoweza kujieleza. Nitatoa mfano ni mabadiliko ya sera za faragha za Meta ambazo zimezuia mijadala kuhusu ukusanyaji wa data kupita kiasi, au mfumo wa community note X ambao licha ya nia yake ya kudhibiti taarifa potofu unaweza kutumia vibaya kuzima sauti mbadala au za upinzani, hasa katika mazingira yenye migawanyiko ya kisiasa. Mwaka jana pia tuliona kwenye uchaguzi wa Marekani ambapo mmiliki wa mtandao wa X Elon Musk aliweka wazi kwamba yeye ni supporter wa Donald Trump na kwamba yeye anamfanyia kampeni za waziwazi Donald Trump. Sasa hiyo ilizua mjadala kwamba ni kwa namna gani mtandao wa X unatumika kuamplify sauti zinazomsupport Donald Trump na kuminimize sauti ambazo zinamcriticize Donald Trump au kupromote wapinzani wake. Kwa hiyo ilikuwa ni mjadala mkubwa kwamba kwa mmiliki mkubwa wa kampuni kama huyo anaweza kwa kiasi gani kutumia kampuni yake kuinfluence uchaguzi. Tuliona kwamba Donald Trump alishinda, na kwa kiasi kikubwa tunaweza kukubaliana kwamba X ili play a role na Elon Musk aliplay role kubwa kwenye kushinda kwa Donald Trump. Sasa how do we mitigate that, kwamba kuangalia namna ya kulinda uhuru wa mtu kuweza kumsupport mtu anayempenda kama vile alivyofanya Elon Musk, lakini kulinda uhuru wa wengine kutoa mawazo yao kupitia jukwaa lake la X. Hivyo basi kuna haja ya kuwepo kwa uwazi mkubwa katika sera za makampuni haya, ushirikishaji wa jamii ya mtandaoni katika utungaji wenyewe wa sera, na mashauriano ya mara kwa mara na wadau mbalimbali wa haki za kidijitali. Bila hatua hizo, makampuni haya yanaweza kuwa sehemu ya tatizo badala ya suluhisho katika kulinda uhuru wa kujieleza na faragha. Na tulianza kuona hii sio kwenye uchaguzi wa Marekani wa mwaka jana. Kuanzia kwenye uchaguzi wa Marekani wa 2016 tuliona jinsi Facebook ilivyohusishwa na kukusanya data ya wapiga kura mbalimbali. Tunaona kile kilichotokea kuhusu Cambridge Analytica zilivyovuja data zilizokusanywa za watu. Kwa hiyo
ni changamoto kwa sababu mwisho wa siku mifumo ya kidijitali tunasema ziko democratized, lakini ukiangalia kiuhalisia mifumo ya kidijitali imeshikiliwa na watu wachache wanaomiliki makampuni makubwa duniani. Unaona sasa kama X ambao ndio mtandao ambao nadhani unatumika zaidi kwenye midada ya kisiasa kwa Tanzania, lakini ni kampuni ya Kimarekani. Unakuta Instagram na Facebook zote ni makampuni ya Kimarekani, lakini ndio yanayotumika zaidi huku Tanzania. So tukisema kwamba labda kwa namna moja au nyingine wakitaka ku-infiltrate political discourse ya Tanzania, je, watashindwa? Of course hatashindwa. Kwa hiyo katika kuangalia hivi pia nadhani ni muda sasa hata hizi nchi, hasa hizi nchi ndogo, zitafute namna ya kuadvocate kwa ajili ya sera za hizo makampuni, ambao pamoja na haya makampuni kuchangia kuongezeka kwa demokrasia, lakini kuhakikisha kwamba hayawezi kuingilia kwa kiasi kikubwa siasa za nchi zingine. So kwenye hili hayo ndo maoni yangu kaka. Asante sana. Nimependa zaidi ulivyoweza kuonesha kwamba makampuni haya yana wajibu huo wa kisera, kimaadili na kuzingatia sauti hasa za makundi ambayo yako pembezoni, hususani katika nchi zinazoendelea. Na pia katika uwazi na sera za kidijiti umegusia Cambridge Analytica scandal katika kuinfluence uchaguzi mkuu wa Marekani, ambacho pia wamekuwa na scandal hizo katika chaguzi kadhaa, ikiwemo uchaguzi wa Marekani ule wa kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya, ambapo baada ya study kufanyika ilionekana wapiga kura wengi hawakuweza kujua walikuwa wanachagua nini, na hata wamehusishwa katika uchaguzi wa majirani zetu Kenya kwa kipindi fulani katika masuala ya influence public perception na masuala hayo ya kufanya engineering na kuweza kujua walaji wanataka nini na kuwapa targeted ads. Kama follow up question kwenye hilo, je, unafikiri ni kwa jinsi gani hasa wamiliki wa majukwaa ya kidijitali wanapaswa kutokujihusisha na kuinfluence moja kwa moja au kuonesha wazi mapenzi yao, hususani katika vipindi critical kama vya uchaguzi? Maana hata wakati mwingine kama platform inaweza ikawa salama na haiko huru, lakini mmiliki wa platform akiwa na mawazo tofauti inaweza ika-influence public opinion. Kwa namna gani tunaweza tukatoka kwenye huo mkwamo, kaka Thomas? Sasa hiyo ndo changamoto, kwa sababu pia ukimzuia mmiliki wa hii mitandao kutoa maoni yake, naye ni kama unamnyima uhuru wake, freedom of speech. Umeelewa? Sasa hiyo nadhani sasa inategemea pia na utamaduni na principles za nchi. Kwa mfano, naweza kukwambia kabisa moja kwa moja kwa nchi kama Marekani, ambao ni muumini mkubwa wa uhuru binafsi wa maoni wa mtu, kupitisha sheria ambao itamzuia mmiliki wa chombo cha social media kutoa maoni yake itakuwa ngumu sana, na hata wananchi kusupport sheria hiyo inaweza kaa ngumu. Sasa hao majority ya makampuni ya social media yanamilikiwa na Marekani, majority makampuni makubwa. Sasa ni kwa namna gani hiyo itaweza kupita? Ni challenge. Tunawekaje balance kati ya uhuru wa maoni ya mtu binafsi na uhuru wa maoni binafsi na namna ya kutokuingilia mambo kama haya. Nadhani mijadala kama hii hata zamani wakati kuna traditional media ina dominate hata huku Tanzania, hiyo ilikuwa challenge pia, kwamba okay, ni kwa namna gani chombo cha habari ambacho kinamilikiwa na Thomas Kibwana hakita echo sauti au maoni ya Thomas Kibwana. Lakini sasa changamoto ni kwamba nini nia ya mtu kumiliki hivi vyombo? Mara nyingi mtu anamiliki hivi vyombo vya media, hiyo social media, traditional media, mtu anamiliki na yeye kuwa na sauti, kuamplify sauti yake, sio biashara kama biashara tu. Ndio maana tunaona kwamba kwa Tanzania mfano traditional media
mnaweza ukaona kwamba labda kwa sasa hivi hailipi sana kama ilivyokuwa zamani, lakini kwa nini vituo bado vipo? Kwa sababu pia ni kwa namna ambavyo watu fulani wanaweza kutoa sauti yao au maoni yao. Kwa hiyo sio kitu kibaya, lakini ukiacha direct influence ya kwamba Thomas anamiliki mtandao huu na anatoa maoni yake, kuna indirect influence kwamba mimi naweza nikamiliki mtandao huu nisiwe mimi natoa maoni yangu mimi kama mimi, lakini nikamamplify, nikatumia mtandao wangu kumamplify kaka Rubara ambaye yeye kiuhalisia unakuta anakuwa mouthpiece ya maoni yangu. Kwa hiyo mnaona kwamba Rubara yeye ndo anaongea, lakini kumbe anaamplify maoni ya mimi Thomas, mmiliki wa platform hii. Kwa hiyo it is a very difficult challenge. I think namna tunavyoweza kuweka sasa sheria nzuri inakuwa sio kumbana anayemiliki platform fulani au media fulani kuto kuvoice maoni yake. I think sheria rahisi zaidi ambayo inaweza ikatekelezeka kirahisi zaidi ni kwa namna gani sasa ambao tutatoa uhuru zaidi kwa watu wengine kuweza kuwa na the same voice kama mmiliki wa chombo fulani. Nitataja mfano wa Marekani tena, na samahani natumia sana mfano wa Marekani just because ni nchi ambayo ni rahisi ku cross check mifano yake. Mfano kwa Marekani ziko media kabisa ambazo zina milengo ya kisiasa kabisa na inajulikana na hawafichi. Mfano Fox News ni conservative, ni wafidhina, wana support Republicans. Hii sio siri, iko wazi. Lakini kuna MSNBC ambao wao wako more liberal, ambao wana support Democrats. Iko wazi, hawajifichi. Sasa badala ya kusema wasiwe na vyombo vya habari ambavyo vina amplify sera ya chama fulani au mrengo fulani, wakasema we are making it open kwamba mtu yoyote mwenye mrengo fulani anaweza akawa na chombo cha habari kusupport aina ya siasa yeye anaweza kusupport. Nadhani hiyo ni rahisi zaidi. Kwa hiyo inakuwa rahisi zaidi kusema kwamba badala ya kumminya Thomas ambaye ana platform hii kuto kutoa maoni yake kama mmiliki, basi tunamwezeshaje mtu mwingine mwenye mawazo labda kama ya Lovelet na Rubara nao wakana platform yao ambao ina amplify mawazo yao. So the solution ni kufanya iwe rahisi zaidi kwa wengine nao kuweza kutoa mawazo yao na maoni yao kuliko kusema tunajaribu kumminya huyu asitoe mawazo yake. Asante sana kwa uzoefu huo na mifano hiyo. Takwenda kwa Lovelet. Nimeona watu kadhaa wakirequest kuweza kuzungumza. Kwa hiyo kama kuna mtu ana swali baada ya Lovelet kuzungumza, tutatoa nafasi ya wachangiaji au watu waliojoin katika space kuweza kuuliza maswali au kama kuna comment wanataka kufanya kwa ufupi, then tutawapa wachangiaji waweze kuziaddress wanapokuwa wakijibu maswali katika nafasi ya pili. Lovelet, tumesikia yale ambayo yamezungumzwa na kaka Kibwana pamoja na Rubara. Yanaonyesha ni kwa namna gani hasa mabadiliko makubwa au mambo mengi yanatokea. Lakini pia kwa kuzingatia changamoto zinazoendelea za taarifa potofu, chuki mitandaoni na udukuzi wa baadhi ya akaunti za mitandao ya kijamii, ni kwa namna gani? Je, kuna mbinu gani bunifu na endelevu zinaweza kuundwa na kutekelezwa na wadau mbalimbali, mfano serikali, makampuni ya teknolojia, asasi za kiraia na jumuiya kadhaa, ili kuhamasisha ushiriki wa wananchi kwenye majukwaa ya kidijitali ambao sio tu salama dhidi ya vitisho, bali unakuza mijadala yenye kujenga uwajibikaji na matokeo chanya kwa demokrasia na maendeleo ya jamii? Lovelet, karibu. Asante Robert. Ni kweli kwamba kuna changamoto ya taarifa potofu, chuki mitandaoni na hata udukuzi, na ni changamoto ambayo iko kwenye jamii nyingi duniani, na tumeona mataifa mbalimbali hata bajeti zinaanza kuelekezwa kwenye ulinzi wa kidijitali. Nadhani viongozi wetu wanapewa changamoto hiyo ya kufikiri
ni jinsi gani ambavyo wanaweza kuwekeza rasilimali nyingi zaidi kwenye ulinzi wa kidijitali, ulinzi wa taarifa za watu, kuondokana na ulinzi ambao tulidhani ni ulinzi tu wa polisi na majeshi. Kwa hiyo ni nyakati ambazo kwa kweli zinaleta chachu kwa serikali zetu kutazama mbele zaidi na wapi teknolojia inaelekea. Mojawapo ya vitu ambavyo taasisi yetu Tech and Media Convergence inafanya ni masuala ya artificial intelligence, na kwenye ripoti yetu ya The State of Internet Governance kuna mahala ambapo tumeweza kuainisha jinsi ambavyo taarifa potofu zilisambaa. Kwa mfano wakati wa COVID-19 pandemic, palikuwa na taarifa nyingi ambazo ni potofu kuhusu chanjo, kuhusu ugonjwa wenyewe, na kwa kweli iliathiri maamuzi ambayo wananchi walifanya katika kulinda afya zao na afya za wengine. Na wakati mwingine inawezekana kabisa kama utafiti zikifanyika kiundani, kuna baadhi ya vifo ambavyo lazima vilisababishwa kwa watu kupata tu taarifa potofu ambazo wangeweza kujikinga na kirusi na mambo mbalimbali. Lakini athari za taarifa potofu zimeenda hata kwenye biashara. Tunaona sasa hivi biashara nyingi ziko mtandaoni, na watu wanapigwa sana tu kwamba ameona hiki kwenye mtandao, lakini akikilipia kimefika ni kitu tofauti ama kinaweza kisifike kabisa. Yote hizo ndio changamoto za taarifa potofu. Lakini pia tunaona kati ya kazi ambazo taasisi yetu ya Tech and Media Convergence imefanya ni kuangalia ushiriki wa wanawake wanasiasa katika mtandao. Na tunaona kwamba chuki nyingi sana inajielekeza kwenye maudhui kuelekea kwenye kundi la wanawake ambao wanashiriki kwenye harakati za siasa na uchechemuzi wa masuala ya mtambuka. Kwa hiyo vyote hivi kuna makundi ambayo kama ambavyo wazungumzaji waliopita wameainisha ni kwamba vinafanya wananchi wasijisikie salama na kwenda kwenye ni mbinu gani bunifu ambazo zinaweza tukazifanya na hasa katika mijadala yetu hii tukaanza kupush mabadiliko ya sera, tukaanza kufanya uchechemuzi, ni kuangalia ni jinsi gani ambavyo tunaweza kuwekeza kwenye mifumo ambayo inaweza kudhibiti chuki na udukuzi. Kwa mfano tunaona artificial intelligence inatupa hiyo fursa ya kwamba kama mtu anaweza akaingiza maneno fulani au akataka kuandika jumbe fulani zenye maudhui yenye chuki, yenye udhalilishaji, basi AI ina uwezo kabisa wa kumfanya asiweze kupublish huo ujumbe. Hizo ni fursa ambazo ni bunifu ambazo serikali zetu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali katika tasnia ya dijitali na teknolojia inaweza kushirikiana kuweza kuendelea kuwalinda wananchi ili kila mmoja awe na ushiriki sawa na ambao umelindwa katika space ya internet. Lakini pia hatuwezi kukwepa elimu na kuwekeza kwenye kujenga uwezo wa wananchi kuweza kutambua ni taarifa gani ambayo ni ya ukweli na taarifa gani ambayo inawapotosha. Tunaona kwamba nchi za huko mbele wao wameenda mbali zaidi kwamba hata watoto wadogo wanafundishwa jinsi ya kutambua taarifa gani ni sahihi na ipi sio sahihi. Kwa hivyo nadhani iko haja na hasa kuangalia makundi ambayo hayana hata hizi vifaa vya kidijitali kuweza kuwaelimisha ili hata wanapochungulia simu ya mwingine ama kifaa cha mwingine aweze kutambua kwamba huyu hii imedanganya, hii ni ya ukweli. Kwa nadhani ipo haja ya serikali yetu kwa kushirikiana na wadau tuanze kufungua centers aidha katika ngazi ya vijiji, katika tarafa, katika maeneo ya mitaa, masokoni, lakini pia kueneza hizi elimu kwenye maredio kwa sababu redio ndio chanzo cha habari cha wananchi wengi Tanzania. Watanzania wakianza kupata elimu ya kuweza kutofautisha taarifa potofu na taarifa sahihi, basi itakuwa ni sehemu mojawapo ya kutatua hii changamoto. Lakini pia kati ya vitu ambavyo taasisi yetu ya Tech and Media Convergence inafanya, tunayo mafunzo ya artificial intelligence in journalism. Tunatambua kwamba waandishi wa habari wana nafasi kubwa sana katika kuelimisha jamii. Hivyo tunatoa mafunzo kwa waandishi wa habari kuweza
kujichunga, lakini pia kujua jinsi ya kuweka maudhui yasiweze kuleta hayo madhara kwenye jamii na hasa watu ambao wanachukua hayo maudhui na kuyaconsume. Mwisho kabisa, hatuwezi kukwepa swala kwamba lazima tuisukume serikali kuweza kuweka sheria kali kweli kweli kwa haya makampuni ya kidijitali, lakini pia kwa wadau wote na wawekezaji wanaowekeza kwenye taarifa ambazo zinawekwa mitandaoni, kwamba masharti yawekwe wazi, adhabu ziwepo, na tuone kabisa kwamba watu wanaofanya upotoshaji fulani ama wanaosambaza maudhui yenye chuki ama wanaofanya udukuzi, tuone kabisa wanapewa hizi adhabu hadharani, ili kwa wengine iwe ni fundisho na watu wengine wajifunze, wakijua kwamba anaposambaza tu taarifa yenye chuki basi iwe kwamba kuna consequences zake. Ni kidogo hapa nchini pamekuwa na kwamba watu wanaofanya makosa ama wanaosambaza taarifa ambazo ni potofu zinakuwa mara nyingi wanakamatwa na kupewa adhabu wale ambao wanafanya kwenye matukio ya kisiasa tu. Tupia dongo kiongozi fulani, basi ndo anawajibishwa. Nadhani inabidi tuende kwenye nyanja zote, kwenye nyanja za afya, anayekamatwa amevunja sheria, tuone anapewa adhabu na ana face sheria, ili wengine wajifunze. Hivyo kwenye wafanya biashara, hivyo kwenye maeneo mengine, hiyo itatusaidia kuwa na kuweza kutatua hii changamoto. Lakini pia lazima tushirikiane na serikali, sisi kama wananchi, sio tu kuuliza serikali inafanya nini, wadau wa maendeleo wanafanya nini. Sisi pia wananchi lazima tujiulize tunafanya nini mtandaoni. Je, sisi hapa hata tulipo kwenye hii space tunafanya wajibu wetu wa kuwa ambassadors wa taarifa sahihi, tunaandika maudhui ambayo yanajenga, hatudukui wengine. Kwa hiyo ni maswali na mawazo ambayo tukiyaweka katika jamii zetu na mijadala kama hii yatatusaidia kila mmoja kuwajibika kwa nafasi yake, bila hata kusubiri kushurutishwa na mifumo ama serikali. Asante Robert. Wow, asante sana Lovelet kwa tafakuri hiyo. Umenikumbusha mbali zaidi na umenitafakalisha au umetutafakalisha wazungumzaji na wasikilizaji pia kuhusiana na elimu hasa ya uraia. Na naona miongoni mwa mapendekezo mengi uliyoweka, moja ni kuwa na elimu ya uraia wa kidijitali, digital citizenry. Sasa tunafundisha sana uzalendo. Nafikiri pia tuna haja zaidi ya kwenda kwenye uzalendo wa kidijitali. Labda huenda wakati mwingine ndio dhana ambayo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anazungumza na waandishi wa habari kuhusiana na uandishi ethical wa kuzungumzia wakati mwingine mambo mazuri yanayoendelea nchini na kuondoa hii dhana ya upotoshaji wakati mwingine wa habari zisizo sahihi. Na nichagize jambo hapo hasa kwenye masuala ya sheria. Sasa hivi tunatumia sana artificial intelligence kutengeneza video, kutengeneza sauti, kutengeneza picha. Ila mabadiliko ya sheria ya regulation, online content regulation ya tarehe 25 mwezi Januari mwaka huu, jedwali la pili kifungu H kimeongeza kutengeneza content ambayo ni prohibited kwa kutumia AI generated, ambayo inaweza kuwa ni picha, video, sound, text, whatever. Ukishare kwenye mitandao una fall kwenye ile makatazo au mambo unayoweza ukakamatwa nayo. Kwa sisi tunatumia AI pia tuwe makini zaidi kutumia AI kwa maadili. Utakapozungumza baadaye Lovelet, nitataka uje uzungumzie zaidi ni kwa namna gani wadau mbalimbali hasa wanaweza wakashirikiana kwa pamoja kujenga nguvu ya pamoja katika kulinda uhuru wa demokrasia na dijitali wakati mwingine utakapokuja kuzungumza. Tunao wachangiaji kadhaa ambao wameomba kuchangia na kutoa maoni yao. Kama una swali au una comment unataka kuiweka, unaweza ukarequest, na tunaye
Jamal Les, Freedom and Development, ambaye amerequest. Jamal, unaweza ukamute na kuzungumza dakika moja tafadhali, ujitambulishe na uweze kutoa mchango wako au swali lako, na uelekeze kama ni swali unalielekeza kwa nani ili liweze kujibiwa. Karibu sana. Jamar, karibu. Freedom and Development, karibu. Kwa kama una swali au una mchango unataka kuchagiza kwenye mada tunayoendelea nayo. Okay, kama kuna mtu mwingine ambaye anataka kuchagiza au anataka kuzungumza kuhusiana na mada, unaweza ukarequest na tutakupa nafasi ya kuzungumza au kuchagiza juu ya mada hii. Wakati mada ilivyokuwa inapostiwa, kulikuwa na comment mchanganyiko za watu hususani kuhusiana na mada hii. Isaac yeye alisema, na nitaomba tusikize kwa makini sana hasa kwa wazungumzaji. Alisema, je, demokrasia inasaidiaje kulinda demokrasia? Je, teknolojia inasaidiaje kulinda demokrasia na uhuru wa kidijitali? Akasema hili ni swala zuri. Teknolojia inaweza kuchochea mijadala kuhusu mifumo yetu ya elimu na uchaguzi. Mfano, ni kwa kiasi gani sheria na tume zetu za uchaguzi zinafanya kazi kwa haki, uhuru na usawa. Pia teknolojia inaweza kusaidia kucombat misinformation, fake news na state propaganda ambazo zina manipulate public opinion na kueneza chuki, polarization na uoga. Tukija kwako kaka Evans, kutokana na mawazo au mjadala alioibua Isaac wa teknolojia kutumika kuleta misinformation au kuleta uoga, kuleta chuki, au kutumia wakati mwingine dola kumanipulate propaganda na habari zingine kama hizo. Na tukilinganisha pia ripoti ya The State of Internet Governance in Tanzania iliyotolewa na Tech and Media Convergence ya mwaka 2024, ilionyesha matukio ya kutoweka, visa vya kutoweka kwa wanaharakati wa kidijitali mfano kama kina Sativa, Deusdedith Soka, Shedrack Cheula na hivi karibuni Mdude Nyagali. Yana athari gani kwa ujumla kwenye uhuru wa kujieleza na hii nafasi ya kiraia, civic space ambayo watu wanayo nchini Tanzania, hasa kwa watu wanaotumia majukwaa ya kidijitali kujieleza na kushiriki katika mijadala nyeti ya kijamii na kisiasa? Kuna athari gani hapo na tunawezaje tukatoka hapo? Karibu sana kaka Evans kwa ajili ya kuchagiza katika nafasi hiyo. Asante sana Robert. Nadhani muuliza swali Isaac ameuliza swali ambalo kila mtu anajiuliza. Kwanza tujue ya kwamba sheria ya habari Tanzania kwa muda mrefu tumekuwa tukiipigia kelele kwa sababu ni restrictive na inafinya au kuminya uhuru wa mwananchi kujieleza, na tunaona kwamba hata huko nyuma kuna vyombo vya habari kadha wa kadha ambavyo vilikuwa vimefungiwa shughuli zao kwa sababu ya kile ambacho muhimili wa dola alikuwa anaona kwamba sio sahihi kwake, lakini inaweza ikawa sahihi kwa wananchi, kwa sababu kilicho sumu kwa mtu mmoja labda ni dawa kwa mwingine. Visa vya kutoweka kwa wanaharakati wa dijitali kama vile ilivyoainishwa kwenye ripoti ya Tech Media Convergence, tuliona Sativa, Soka hadi sasa hivi hatujui yuko wapi, Shedrack Cheula. Hii inafanya kuwepo na hali
ambayo umma inajiuliza kuhusu uhuru wa kujieleza. Na haki za binadamu nchini Tanzania kwa ujumla ni kwamba ipo hatarini. Nadhani hata ulivyoona wakati ambapo ninajaribu kujiunga, unanipatia mic ina drop, unanipatia mic ina drop. Hii inaleta hofu. Je, nani anadukua line? Nani hataki mtu mmoja aongee na ni kwa nini hataki haongee? Kwa hiyo mjadala huu ambao tunaofanya leo umeongeza ufahamu na utaongeza ufahamu kwa wale ambao wamehudhuria umuhimu wa kulinda nafasi ya kiraia na usalama wa wanaharakati wa kidijitali. Kwanza, wanaharakati ni watu ambao ni kama unaposikia ukienda kwa daktari ukamwambia naumwa kichwa, hakupatii tu dawa ya kuituliza kichwa kuuma. Atakwambia kwamba hiyo ni symptom ya kitu fulani. Kwa hiyo wanaharakati tunaweza tukawaita ndio taa ya jamii, wao ndio wanatuambia kile ambacho kinahitajika. Now, athari kubwa moja ni kama vile Isaac ameshagusia. Watu wanakabiliwa na hofu ya kukamatwa kwa sababu kuna mifano hai, watu kutoweka, watu kuteswa na watu kutupwa maporini. Na hii haitokei tu kwa wanaharakati, inatokea tu hata kwa wale watu ambao tunadhani kwamba serikali inaweza ikawa na hofu ya kuwatendea mabaya. Na tunaona hili lilifanyika wakati ambapo wanachadema walienda mahakamani kufuatilia kesi ambayo ni haki kabisa ya kikatiba ya mtu kusikiliza kesi ya mtu ambaye anadhani labda ametendewa haki, anatendewa visivyo au vinginevyo. Alafu hofu hii inawafanya watu wengi kujiweka mbali na majukwaa ya kidijitali, hivyo kupunguza uwezekano wa kujadili masuala muhimu ya kisiasa na ya kijamii. Na nadhani mimi hii ni athari kubwa sana, kwamba mhimili wa dola anatumia vyanzo alivyo navyo kuhakikisha ya kwamba mwananchi anayehitaji taarifa, mwananchi ambaye anahitaji kutoa dukuduku zake, anashindwa kutoa kwa sababu hajui kesho yake atakuwa wapi. Hajui kama atatekwa, hajui kama ataumizwa. Na nadhani hili swala la Mdude kwa kweli inasikitisha, na watu wengi, vijana wengi nadhani sasa hivi wanauliza, je, kuna sababu gani ya kuingia kwenye masuala ya siasa? Na kingine ni ukomo kwenye nafasi ya kiraia. Ikiwa wewe kila wakati unahisi ya kwamba kile ambacho unataka kufanya kitakuletea matatizo, basi ushakuwa mhanga wa kisiasa, ushakuwa mhanga wa sheria zilizopo nchini. Matukio ya kutoweka yanapunguza, kutoweka wananchi, vijana sana sana wale ambao wanapingana na muhimili wa dola, yanapunguza nafasi ya kiraia mtandaoni. Na kama tunavyoona Tanzania, sio tu mtandaoni, lakini pia inapunguza nafasi ya kushiriki wananchi katika mambo muhimu ambayo yanaangazia maendeleo ya nchi yetu. Hata in person, physically, hawataki kujitokeza. Hakuna mtu ambaye anataka kwenda kushuhudia kesi ya Lissu mahakamani Kisutu wakati anajua kwamba akienda huko basi kuna mambo ambayo yatafanyika. Naomba pia nitoe mfano. Nadhani ndugu yetu mmoja hapa alitoa mfano wa uviko 19. Mimi nilibahatika kufanya kazi na jamii ya wachimbaji katika maeneo mbalimbali Tanzania. Na katika kazi hizi tulishirikisha waandishi wa habari. Sasa kuna wakati ambapo hungeweza kusema kwamba mtu anaumwa, kwa sababu serikali ilikuwa inahitaji kudhibiti mfumuko. Hawakuwa wanataka ripoti yoyote itoke ambayo itaonesha ya kwamba kuna athari kubwa sana inayotokana au kuna maafa yanayotokana na uviko 19. Lakini mfano mwingine ukiangalia katika harakati ya End SARS nchini Nigeria, mitandao ya kijamii ilitumika kuhamasisha vijana kupinga ukatili wa polisi. Hata hivyo,
hali ya ukandamizaji kwa wale ambao walikuwa wanaongelea swala la SARS iliwalazimisha vijana, wananchi na wanaharakati kutoshiriki kabisa kwenye kampeni za End SARS kule Nigeria. Kwa hiyo kwa sehemu moja au nyingine, naomba nihitimishe sehemu hii kwa kusema kwamba teknolojia ina uwezo mkubwa wa kuimarisha demokrasia, lakini inahitaji uangalifu, kama nilivyosema pale mwanzoni, ya kwamba mimi nilisema kwamba inabidi itumike kwa usahihi wake, isitumike kuminya, isitumike kwa mabaya, kwa sababu alivyosema ndugu yangu ambaye alinifuata kwenye kutoa mada, alisema kwamba kuna uwezekano kabisa yule ambaye anamiliki mtandao mmoja ambao unatumika sana kwa wananchi au katika anga nyingine, anaweza akatumika kwa sababu wale ni wafanyabiashara. I mean, Elon Musk akisema kwamba tuseme mwanasiasa mmoja Tanzania ameenda kwa Elon Musk akasema sisi tunataka ubatilishe matokeo, tutakulipa kiasi fulani. Elon Musk ni mfanyabiashara. Kwa hiyo cha kwanza ni kwamba ni lazima mitandao hii itumike kwa uangalifu mkubwa ili kuhakikisha kuwa inatumika kwa faida ya jamii. Lakini sasa hii inaleta dimension nyingine, na ile ni dimension ya nani anamiliki mtandao upi ambao unatumika na wananchi kwa wingi. Je, yeye katika utekelezaji wake wa biashara zake, je, kuna sehemu ambapo anaweza akasema ya kwamba kuna ethical standards ambazo zinamuongoza katika biashara yake, au yeye anaongozwa na profit making? Cha pili ni teknolojia ni muhimu kwenye kulinda uhuru wa kujieleza na kuhakikisha usalama wa wanaharakati wa kidijitali ili kuimarisha nafasi ya kiraia nchini kwetu Tanzania. Lakini sasa, pamoja na umuhimu huu ambao tunauhitaji, sera zetu zinasemaje? Ni wezeshi au zinadumaza haki ile ambayo inahitajika kwa mwananchi aweze kuwa nayo? Asante sana. Asante sana kaka Rubara. Kiukweli kumekuwa na kelele nyingi sana za maboresho ya hizi sheria, kanuni, miongozo, hususani inayozungumzia mambo ya ushiriki wa watu katika mijadala ya uwazi na bila kukumbwa na suba mbalimbali. Dakika moja tafadhali, unadhani tutumie mbinu gani itakayosaidia wale watunga sera na wafanya maamuzi waweze kusikia kilio hiki cha muda mrefu? Je, labda yote tunaweza tukafanya? Sio kwa sasa, maybe hata tunapokwenda labda kwenye bunge jipya baada ya wawakilishi wengine kuja. Robert, swali ambao unaliuliza ni swali ambao limeulizwa kwa miaka mingi sana. Mimi pia nimeweza kuwa katika tasnia ya habari, nimefanya kazi ya investigative, kazi ya uandishi wa investigation zaidi, wa kiutafiti zaidi. Mimi kitu cha kwanza ambacho nadhani tunaweza tukasema, kama tulivyokwisha sema mara nyingi sana, sio kwenye platform hii, jukwaa hili hapa la leo, lakini kwenye majukwaa mengine, ni kwamba kwanza inabidi tuwe na strategies za uchechemuzi, mikakati ya kuhakikisha kwamba tunafanya uchechemuzi ambao utawafanya hawa policy makers, watunga sera, na wale ambao ni enforcers wajue ya kwamba mkuki kwa nguruwe ambao unauhitaji kwa mwenzako wakati unataka cha kwako, inaweza ikageuka kuwa mkuki kwako wakati ambapo wewe haupo kwenye hiyo nafasi ulio nayo kwa sasa. Na nadhani kwamba pia tunahitaji kwa Hello? Kaka Rubara, unaweza ukaendelea? Naona Jamal, tafadhali unaweza uka-unmute mic yako Jamal.
Jamaa, unaweza ukanmute mic. Ndio boss. Unaweza ukanmute, akimaliza Lubala tutakupa nafasi uzungumze. Kaka Lubala, malizia sekunde 30 zilizobaki. Naam. Kwa hiyo inabidi nilisema kwamba tufanye uchechemuzi wa hali ya juu na tuje na mikakati ambayo itamwezesha yule mtunga sera ambaye anadhani ya kwamba maji hayatamfika shingoni kwa sasa kwa sababu yupo kwenye nafasi fulani, ajue ya kwamba, atambue ya kwamba mbele ya safari kuna uwezekano hata kuwepo kwenye ile nafasi, na ule mkuki kwa nguruwe utamfika yeye. Kingine ambacho nadhani kitakuwa effective zaidi ni kuhakikisha ya kwamba tunatoa elimu kwa mwananchi. Kwa njia yoyote ile, tutoe elimu kwa mwananchi. Nadhani Jacqueline alikuwa anasema ya kwamba katika matumizi yetu ya kidijitali au majukwaa ya kidijitali tuhakikishe ya kwamba hatuvunji sheria. Ni kweli, lakini kwa njia hii, kwa namna hiyo hiyo, tutafute njia ambayo pia tunaweza tukatoa elimu, pia uchechemuzi kwa vijana wetu na wananchi ambao sasa hivi wametiwa uoga mkubwa sana, kutorudi nyuma ila bali waendelee kutafuta hekima na waendelee kutafuta ukweli uko wapi, wajiendeleze kwenye kujielimisha ili waweze kufanya majukumu yao kama wananchi katika nchi yao. Asante sana Karubara. Kiukweli tunajivunia kuchota maarifa haya na hazina hii kwako ambayo umekuwa nayo kwa muda mrefu. Tuwe na strategic engagement, hususani za kutengeneza our advocacy plan kama wadau au wachechemuzi wa masuala mbalimbali ya kidijitali na ushiriki wa watu katika medani za kiraia. Lakini pia kuhusiana na hofu ambayo umeizungumza, kuna haja kubwa sana ya kuendelea kuwa na elimu. Nisikie maoni kutoka kwa Jama Les. Karibu, kama ulikuwa una swali kwa speaker, tafadhali uliza ili niweze kutoa nafasi kwa mchangiaji mwingine hapa. Please Divod ambaye naye anataka kuweka maoni yake. Karibu sana kaka Jama Les, karibu sana. Nimetumia hendo ambayo umetumia. Nashukuru sana. Mimi ninachosema ni kwamba mada yenyewe inasema teknolojia na siasa. Hakuna namna unaweza ukafanya siasa ya mwaka 97 katika karne hii ya ujana huu ambao umejaa teknolojia. Vijana wanaweza wakainteract kwa namna yoyote. Hakuna namna yoyote ile. Utawaharas watu, utawatesa watu, lakini hakuna namna unaweza kufanya siasa ambao ni tofauti na teknolojia inavyotaka. Sijui kama nasikika kaka. Unasikika. Karibu, endelea kuzungumza, una dakika moja. Ndio nilikuwa nakwambia hayo matokeo akina Deusoka kutekwa, akina Nyagali au huyo, ni matokeo ambao ni siasa ambao ni tofauti na miaka nyuma, tofauti kabisa. Kwa hiyo watu wasitake kutulazimisha tuwe na siasa ile ile ya miaka 97, miaka ile haiwezi kufanana. Ushauri wako, tunatokaje hapa kwenye mkwamo, hususani ambapo kuna matukio mengi yanaendelea kuripotiwa ya uingiliwaji wa watu. Watawala wengi waelewe dunia imebadilika. Dunia hii imebadilika, inahitaji siasa ya namna gani. Watawala wetu waelewe hiyo. Wala wasipingane, kwa sababu mabadiliko ya dunia yanapokuja lazima ukubaliane nayo. Sawa. Lazima ukubaliane kwa namna yote ile, lazima ukubaliane nayo. Sawa. Asante sana kwa mchango wako na mawazo yako hayo makubwa yaliyojikita zaidi katika kukubali au kuruhusu matumizi ya teknolojia kuendana na muktadha
wa kizazi tulicho nacho ambacho kinaenda zaidi kwenye matumizi ya teknolojia katika kuzungumza na kuwapa watu nafasi kuweza kutoa maoni yao katika uhuru na nafasi kubwa zaidi ya watu wanaposhiriki. Kwa kujenga hoja kutoka kwenye mchango ulioutoa, ni ulize swali kwa kaka Thomas. Kaka Thomas, tumeangalia mfano takwimu za mawasiliano za TCRA za Januari mpaka Machi mwaka 2025 imeonyesha kuwa matumizi ya simu janja ni 35% tu nchini Tanzania. Jambo linaloonyesha ya kwamba watu wa mjini wana access kubwa zaidi ya kutumia hizi vifaa vya kiteknolojia katika kufikisha habari. Je, unafikiri ni sera gani mahususi zinahitajika ili kuweza kupunguza ili pengo lililopo? Wananchi wengi zaidi, mfano hasa wale waishio vijijini, pembezoni na maeneo mengine, waweze kunufaika zaidi na fursa hizi za kidijitali na waweze kushiriki kikamilifu. Kama kaka Lubala alivyosema mwanzo, japo zimetusaidia lakini zimetugawa. Ni watu wachache sana wenye smartphone ya 35%, lakini wachache sana pia wenye bando la kuweza kuingia kwenye hii smartphone. Lakini pia ni wachache sana hata wenye smartphone na bando wanaojua umuhimu wa mijadala kama hii ya X-Space. Unadhani tunatokaje hapo kaka Thomas, kwa uzoefu wako, lakini pia kama unaweza ukabuild up kuchangia ile ambayo yamekuwa yakizungumzwa hususani katika ushiriki wa watu katika mijadala ya kiraia? Asante. Asante, umeniuliza swali zito kidogo kwa sababu kuna mtu anaongea. Tafadhali endelea kuzungumza. Sawa, kwa sababu swali lako inahusu pia uchumi wa watu, maana yake kumiliki simu janja ni watu kununua. Huwezi kusema utaweka sera ya kununulia raia wote milioni 60 simu janja. Kwa hiyo kuna uchumi pia kwamba jinsi uchumi unavyopanda kuna vitu watu wanaweza wakaweza kumiliki. Lakini jambo ambalo inaweza kufanyika kwa sasa hivi ni kwamba serikali inaweza ikajenga vituo vya free wifi zones, maeneo ambapo mtu akienda anaweza akatumia mtandao bure. Mfano vituo vya mabasi, vyuo vikuu, baadhi ya taasisi ya umma na sehemu za kijamii. Kwa mfano kwa kijijini unaweza kuweka free wifi sehemu ambapo wanakijiji huwa wanakutana. Kwa mtu akiwa na simu janja yake, hata kama hana bando, akaenda pale akawasha wifi akaweza kutumia. Nao unaweza kufanya hivyo, lakini nayo hiyo ina limit kwa sababu unaweza ukajenga vituo vingapi. Kwa hiyo nadhani sustainable solution ambao ni long term ni kukuza uchumi wetu, kuhakikisha sasa kwamba raia wengi sasa wanakuwa na uwezo wa kumiliki hizi simu janja. Au pili, inawezekana pia kwenye kupunguza kodi kwenye hizi low cost smartphones, tukaondoa kodi kabisa. Kwa hiyo ina maana zikapungua bei, kwa maana ya kwamba Watanzania wengi zaidi wakaweza kuzinunua na kuzitumia. Lakini sasa jambo la pili ni utumiaji wenyewe, kwamba utumiaji ni interest, kwamba mtu anaweza akawa na simu janja lakini asiitumie kuingia mitandaoni, asiitumie kujiunga na social media, asitumie kusoma taarifa ya habari. Kwa hiyo huo ni utashi binafsi wa mtu. Lakini nadhani hili swala la utumiaji wa social media ni generational, kwamba jinsi tunavyoingia kwenye generation sasa hivi ya vijana zaidi, kwa maana ya Gen Z, automatically hawa ni watu ambao kwa asilimia kubwa watakuwa wanatumia simu janja, kwa sababu ni vitu ambavyo watakuwa wamekuwa wakiviona. Kwa hiyo nadhani baada ya miaka 10-15 tutaona utumiaji wa social media ukikua. Nadhani ni miaka kama 2-3 kama sikosei,
niliandika makala kuhusu social media kuwa new frontier vyama vya siasa. Nikasema vyama vya siasa, hapa nakuja kwenye siasa lakini nataja tu kama mfano kwamba vyama vya siasa vinatakiwa kwenye vyama vyao viwe na muundo wa kuwawezesha wao kutumia social media professionally. Umeelewa? Kwa sababu baada ya miaka 10-15 idadi ya watu ambao watakuwa wanaingia mtandaoni na anapata taarifa mitandaoni itaongezeka zaidi. Kwa hiyo chama cha siasa ambacho hakitakuwa na sera ya kujizatiti kwenye sala la social media na digitali itajikuta baada ya miaka 10 iko kwenye disadvantage. Kuna chama sasa hivi imetokea juzi, sitakitaja kwa sababu sio muhimu kwa mjadala wetu, ambapo tumeona kwamba akaunti zake za mitandaoni zimechukuliwa. Inaelekea kwamba zilisajiliwa na mtu binafsi ambao alikuwa mwajiriwa wa chama. Sasa hiyo sio kosa lao. Inawezekana ni kwa sababu tu ya utashi kwamba wakati huo wanapofungua walikuwa hawazii mambo hayo kwenda mbele. So jinsi tunavyoenda matumizi tu ya social media yataongezeka kutokana na umri. Kuna vitu mtu ambavyo kiumri kama vimempita ni ngumu yeye kushiriki. Sasa hivi hata mimi nikimpa bibi yangu kijijini simu janja, chance ya kwamba yeye atafungua akaunti ya Twitter au Instagram kiukweli ni ndogo, hata nimpe hiyo simu janja, kutokana tu na umri. Lakini sisi tunavyoenda kwa society ya vijana zaidi, basi itakuwa inatumika zaidi. Kwa hiyo ni kuhakikisha sasa tuna sera ya kuhakikisha kwamba kwanza masuala ya dijitali yanafundishwa mashuleni. Ina maana hii generation inayokuja iwe inakuwa ikifahamu hivi vitu, inakuwa second nature kuweza kutumia hivi vitu. Sasa huyo kijana ambapo anapotoka shule sasa anapofika umri wa kuweza kumiliki simu janja, sawa, kwa kuna sera ya kuhakikisha kwamba simu janja ziko za bei nafuu. Kwa bahati mbaya sisi Tanzania hatutengenezi simu janja sisi wenyewe. Ni fursa sasa, kwa nini tusishawishi wawekezaji wa Tanzania wakaanza kutengeneza simu janja zetu wenyewe ambazo zitakuwa bei nafuu, hata shilingi 30, shilingi 40, Watanzania wengi wakaweza kuzitumia. Kwa hiyo hamna jibu moja, ni mchanganyiko wa vitu vingi ambao utapelekea kwenye utumiaji wa simu janja na social media kuongezeka, ikiwemo uchumi, muda tu kupita. Ina maana generation nyingine kuja na kuwa na sera kuwezesha watu kuweza kutumia mitandao ya kijamii, ikiwepo baadaye ikiwezekana hata kushusha kwa kiasi kikubwa gharama za hizi bando. Na nadhani teknolojia inavyo improve itashuka tu. Tunaona sasa hivi kwamba kuna hii ya Elon Musk inaitwaje hii nini ni SpaceLink sijui ni SpaceLink ya satellite Starlink. Jina limetoka Starlink. Asante sana Starlink. Sasa huduma kama hizi ambazo zitakapoanza kuingia na kuenea zaidi na kuwa cheaper, ina maana itarahisisha zaidi watu kuingia mtandaoni. Imagine kwenye mtaa mmoja kuna Starlink moja ambapo watu kwenye huo mtaa au hiyo neighborhood, hiyo jamii hiyo wanachangia, wanaweza kutumia wifi kwenye eneo hiyo. Kwa hiyo nadhani jinsi teknolojia inavyo improve, jinsi tutakavyoenda, automatically tu tutaona kwamba utumiaji wa simu janja, utumiaji wa huduma za kidijitali na utumiaji wa mitandao ya kijamii itaongezeka. Kwa sekunde chache sasa kuongelea mada iliyokuwa inaongelewa na mdau aliyopita, kusema kwamba muda zinabadilika, huwezi kuendesha nchi kama walivyokuwa wanaendesha mwaka 97. Ni kweli huwezi kuendesha nchi kama walivyokuwa wanaendesha mwaka 97. Mambo yamebadilika. Tunaongelea kuhusu democratization of the digital world, kwamba sasa hivi mtu yoyote anaweza akapost kitu. Sasa hivi sisi tuko hapa kwenye hii space. Miaka 10-15 iliyopita kufanya mjadala kama huu, ina maana ilibidi tukodi ukumbi na labda tulipe media house moja, labda TV au radio, kuweza kurusha hichi kipindi ambacho ni gharama kubwa. Lakini pili, maudhui yetu yanaweza kawa control na hicho chombo cha habari kwa sababu wao ndo wanarusha. Lakini sasa hivi bila gharama kubwa tumekutana hapa watu wengine hata majina hatujuani, wengine hata tuwasiliane, lakini tumekutana hapa tunaongea. Kwa hiyo tayari democratization ya digital world. Lakini sasa tunaposema kwamba mitandao ya kijamii inaweza ikatumika kwa maana ya propaganda, kama mdau alivyopita alivyosema, propaganda inaweza ikatumika na mtu yote mwenye nyenzo, sio tu
serikali. Ina maana kwamba hata vyama vya siasa navyo wanatumia propaganda, na anatumia propaganda kwa maana ya neno yenyewe propaganda. Propaganda sio lazima iwe negative. Propaganda inaweza ikawa positive. Propaganda maana yake halisi tu ni kwamba ni ushawishi wa mawazo ya watu kutumia nyenzo fulani fulani. So inaweza ikawa positive au negative. Kwa hapa siongelee positive au negative propaganda, lakini nasema kwamba propaganda kama propaganda mtu yoyote anaweza akatumia sasa hivi. Kwa hiyo hata serikali inavyotumia propaganda, pia kuna taasisi zingine pia zinatumia propaganda. Hata vyama vya upinzani navyo vinatumia propaganda yake. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba technology is a great equalizer, kwamba pale ambapo labda zamani ilikuwa tu kwamba namna ya kutoa taarifa imehodhiwa na upande mmoja, sasa hivi hata upande wa pili inaweza pia nayo ikatumia teknolojia kurusha taarifa zake na kutoa taarifa zake kwa wafuatiliaji wake na kwa jamii kiujumla. Kwa hiyo kwangu mimi utumikaji wa propaganda, mimi kwangu naangalia tu kwamba okay, kama upande mmoja inatumia propaganda dhidi yako, na wewe unaweza kutumia nyenzo zako kutumia kusambaza propaganda zako. Sasa whether it's positive or negative, huo ni mjadala mwingine. Naomba nishie hapo. Kiukweli nachota sana hayo maarifa na uzoefu wako wa muda mrefu, hususan kwenye ushiriki na uchangiaji wa mijadala ya kisiasa. Lavret, nilikuachia kidogo swali kwenye ni namna gani wadau mbalimbali wa kitaifa na kimataifa wanaweza kuimarisha umoja na mshikamano katika kujenga nguvu ya pamoja, hususan katika kulinda demokrasia na uhuru wa kidijitali nchini Tanzania. Na kama kuna mifano ya kitaifa, kimataifa au kikanda ambapo kumekuwa na mashirikiano hayo, ambapo wadau mbalimbali wamefanya kazi kwa pamoja na wakasaidia kutatua changamoto za kidijitali, tungependa kusikia kutoka kwako. Lavret, kabla hujajibu, naona kuna mkono sana kutoka kwa Julip. Julip, tafadhali unaweza ukaunmute na kuuliza kwa dakika moja au kuchangia walau kwa muda mchache, ili tumpe Lavret nafasi ya kuja kuchangia na kutoa comment kwenye kile utakachokuwa umekiuliza. Julip, karibu, unaweza ukaunmute. Thank you. Thank you. Nadhani nasikika vizuri. Yes. Okay. So mimi kama ulivyo guess, mimi mchango wangu ni mfupi tu kidogo, and mimi nitaongelea kwa perspective ya Gen Z and kwa perspective ya kijana, right? Na mimi kwa maoni yangu nadhani kama alivyosema Thomas, kuna namna ambayo naona baadhi ya vyama vya siasa, especially vyama pinzani, of course there is a lot of things ambazo they need to work on, lakini kitu kikubwa ambacho nadhani bado hawajajua nguvu yake, au kama hawajajua basi sidhani kama wanaelewa namna ya ku-execute, ni kwamba hawajajua namna ya kuongea lugha moja na Gen Z. Sababu ukijaribu kuangalia kwenye takwimu za nchi nyingi zinazoendelea, when you look at the statistics, ni kwamba we have more consumers than we have producers, right? So if we have more consumers, it means there is a large group of young men and women out there, the young adults ambao aged kuanzia 18 maybe mpaka 30 hapo kati, right? Majority of them wako hapo kati, and kiangalia sasa hivi the struggles are real, right? Yani struggles zao nyingi sana ambazo they are not spoken of even on social media. Even when they are spoken of, basi yaziongelee katika namna ambayo Gen Z wataelewa. So mimi binafsi, I would like to call upon the opposition members especially, kwamba if they are to run campaigns kupitia social media platform, I think they should have a room ya vijana wengi zaidi na kuwa engage zaidi na kuwafanya sasa vitu ambavyo viko lucrative kwa kijana, right? Sababu the way
kwa maoni yangu, the way ambavyo utakavyo run a campaign for the older generation au the struggles that the older generation sio sawa na ambapo Gen Z atakapo resonate navyo, right? So I believe there is a lot of ways. I can't really speak out on where exactly, lakini nadhani mnanielewa ninachomaanisha. So ni hicho tu kwamba they should look into that, kwa sababu there's a large demographic of voters hapo, right? Because if statistics are telling us kwamba there's more consumers than there are producers, that means there is a very large group of voters ambao most politicians hawajawafikia. And I would like kidogo kudisagree na Thomas in one sense, kwa ukiangalia majority of users of social media, they are the young generation. And young generation sasa hivi, most of us, we can access social media, tunajua namna ya kuitumia. And sometimes propaganda, it's politics, right? Yani uwezi ukazuia propaganda kwenye politics. That's the political game. You just have to play your cards right kwenye politics. Ya msingi usivunje tu sheria, sio lazima ku bring commotions, sijui mpaka mgome, sijui mfanye nini. Not everyone ana ile munkari ya kuanza kukimbia mabarabara. Kuna vitu vingine tu unatumia vitu vidogo vya kuwavuta the large generation na ku make their voices heard. Alafu maybe, and just maybe, we can have discussions from there kwamba okay, these are young generations, what do they want, how do we move forward, and how can we handle the concerns of the young generation. Thank you. Asante sana Julip. Asante sana Julip. Asisheni kwa tupanga ishe saa 2 na dakika 4, na nimependa sana approach yako ya Gen Z, how wanaweza wakawa engaged. Nije kwako Lovelet, walau kwa dakika 2 utuambie tunaweza tukatumia njia gani, na kama je kuna mfano huo wa mashirikiano. Alafu nitatoa nafasi kwa dakika 1 kwa mchangiaji au mzungumzaji mwingine ambaye ameomba kuzungumza, ambaye ni Dr. Atatupa pia naye perspective yake kidogo tuweze kusikia nini ambacho anachozungumza, na baada ya hapo nitatoa walau dakika 1 kwa kila mmoja kuzungumza kwa wazungumzaji waliokuwa wamepita. Lovelet wewe utahitimisha kabisa, ila nitatoa dakika 1 kwa Thomas na Lubala, kama wana jambo la kuzungumza watazungumza, ili tuwe tumefunga mjadala wetu walau na dakika 35, tuendelee na majukumu mengine ya kitaifa, kifamilia na kijamii. Asante Robert. Nakubaliana sana na mawazo ya wazungumzaji waliopita. Hepo nyingi kwa Julip na Jamal, na kubaliana na mawazo ya kwamba nyakati zimebadilika. Serikali zetu na wanasiasa, viongozi lazima watambue kwamba mitandao inawawajibisha, hata kama traditional ways haziwawajibishi. Tumeona mfano mzuri na wa kiuthubutu, vijana Gen Z wa Kenya mwaka jana waliwajibisha serikali ya Kenya na baraza la mawaziri wakidemand bajeti ambayo inaakisi maisha ya Wakenya wengi. Kwa hiyo hivyo na sisi ni funzo kwetu, lakini ni funzo kwa viongozi wote barani Afrika kwamba teknolojia imeleta nguvu kwa vijana na ndivyo vijana wanaweza kuitumia teknolojia. Ndio moja kwa moja kwenye swali ambalo umeelekeza kwangu. Kama nilivyokwisha kusema awali kwamba changamoto ambazo zinaletwa na matumizi ya dijitali na teknolojia ziko duniani kote, na sisi lazima tutambue kwamba hii ni changamoto ama ni majio mapya ambayo hatuyawezi sisi peke yetu kama nchi ama kama wadau tu, kama TMC kwa mfano, au kama wadau wa habari peke yao. Inahitaji nguvu za pamoja, na naona inahitaji nguvu zaidi ya sisi kama bara la Afrika kuona ni namna gani tunaweza kujipanga vema na kuchukua hii vita ya teknolojia na mabadiliko katika kuweza kuhakikisha kwamba inaendana na maendeleo ya binadamu na Waafrika wote. Tukiangalia kwa mfano wenzetu wa Ulaya, mwaka 2016 walitengeneza hii GDPR ambayo ilisaidia kwa kiasi kikubwa
kuondoa changamoto za matumizi ya kimitandao na ikaleta uwajibikaji mkubwa kwa makampuni, ambayo kwa mfano kampuni ilikuwa inawajibika kiasi cha kwamba kama imegundulika imetumia algorithms ambazo haziko ethical, ilikuwa inapigwa faini ya 4%, 4% ya mapato yake ya mwaka huo. Kwa hiyo ukiangalia sheria hizo kali sana na uwajibikaji ndio ambao unafanya sasa makampuni na mashirika, taasisi zinazingatia kulinda faragha, kulinda taarifa za watu, kuepuka udukuzi na kutumia kufanya matumizi sahihi ya teknolojia na dijitali. Kwa hivyo Tanzania na hasa bara la Afrika, nchi za Kiafrika, tunalo funzo kubwa la kuchukua kupitia shirika letu la AU, African Union, ambalo ndio kwanza tuko awamu ya kwanza ya mpango kazi wa strategy ya kufanya matumizi sahihi ya teknolojia. Kwa hivyo tuko nyuma, dunia inakwenda upesi sana na sisi nchi za Kiafrika bado tuko nyuma. Kwa hiyo umoja ndo nguvu, lazima tuunganishe nguvu, tuje na mikakati ambayo inatusaidia kulinda wananchi wetu wasipatwe na madhara makubwa ya kidijitali kama ambavyo nchi za Ulaya zinafanya, Marekani, tunaona wa Asia wanafanya hivyo hivyo, wanatumia umoja wao na wanakuja na mikakati mizuri ya kulinda wananchi wao. Mwisho kabisa nimalize kwa kusema kwamba mjadala huu hauwezi kutosha kuainisha yote, lakini niwakaribishe sana wasikilizaji waweze kufollow page yetu ya Tech na Media Convergence. Katika wiki ijayo tutakuwepo kwenye Innovation Week ambayo itakuwa na mijadala mbalimbali kuhusu maendeleo ya teknolojia na dijitali, kutengeneza sera ambazo zitashauri wadau mbalimbali. Watakuwepo Postech, Vodacom, UNDP na wadau wengine mbalimbali. Kwa hiyo tunawakaribisha sana muweze kujisajili na kuwa sehemu ya hii mijadala ambayo inasukuma na inatengeneza maendeleo ya dijitali Tanzania. Asanteni sana na nawatakia usiku mwema. Asante sana Lovelet kwa mchango huo na mjadala huo. Dr. tafadhali una dakika 34 saa hizi. Tafadhali dakika 1. Nashukuru Robert, nimependa mada hii. Teknolojia ina umuhimu sana kwenye kulinda demokrasia na uhuru wa kidigitali. Ila bado tuna janga kubwa la vijana. Vijana tunao wengi, lakini matumizi ya teknolojia yanakuwa ni yako tofauti. Ila kwa vijana wengi unaweza ukakuta tunadiscuss vitu vya muhimu kwenye platform kama hizi, lakini vijana wengi wanadivert, wanaona kama sio wajibu wao kwenye kutumia teknolojia, mitandao hii kuwasilisha changamoto zao au kuwasilisha mawazo yao. Wengi utakuta wameingia kwenye platform ambazo hazina manufaa kwao. Kwa hiyo ndio maana unakuta sasa hivi changamoto, unaweza kukuta baadhi ya mitandao, TikTok huko vijana wanajaa sana. Lakini ukija kwenye platform kama hapa tuko kwenye space kama hivi, vijana wanakuwa hawapo, yani wanakuwa hawana ule msisimko wa kwamba tunatakiwa tufanye mabadiliko jinsi ya utumiaji wa teknolojia. Kwa sababu unaposema demokrasia, maana yake mtu anakuwa na uwezo wa kujieleza kwamba chochote ambacho anaona kinaenda tofauti anaweza akakisema. Lakini mara nyingi vijana wanajiweka nyuma sana. Kwa hiyo unaweza kukuta vifaa vya kama simu, laptop zipo, lakini anafuatilia vitu vingine tofauti kuliko kujenga taifa. Kwa hiyo bado tuna changamoto kubwa ya vijana, tuko wengi, lakini namna gani sasa kwamba wanahamasika kwenye kulinda ujana wao, kwamba kwenye kuja kwenye mambo ya msingi kama haya. Kwa hiyo mimi ningependa kushauri vijana wenzangu, platform kama hizi zinapopatikana ni sehemu ya kushare ideas, tunashare mawazo tofauti, lakini tunaendelea kujijenga. Lakini sasa kama watakaa nyuma, ni hivyo hatuwezi tukafanya mabadiliko na hatutaweza kupata hiyo demokrasia tunayoitaka na uhuru wa kidigitali. Kwa sababu changamoto zinapotokea katika platform kama hizi, ndio tunaweza tukaziwasilisha katika chombo husika na zikafanywa utafiti na tukaendelea mbele. Mimi yangu ni hayo tu Bwana Robert.
Asante sana kwa mchango wako. Kaka Thomas, una sekunde 45 la utakapomaliza kaka Lubala utatupa maneno ya kuhitimisha pia kwa sekunde hizo hizo. Then Edward atakuwa na dakika 1 ya kutushukuru wote. Asanteni sana. Naam, mimi nataka niwasihi tu vijana wenzangu na kwa bahati mbaya au nzuri, mimi umri wa ujana wa kiserikali na umaliza mwaka huu, kwa na miezi kadhaa ya kuanza kuongelea masuala ya vijana. Baada ya birthday yangu ya mwaka huu naanza kuongelea kuhusu masuala ya pensioners wenzangu, lakini kwa miezi iliyobaki niwasihi vijana wenzangu kwamba wasikae nyuma kwenye mambo muhimu ya taifa lao. Vijana hasa ambao tumebahatika kusoma na tuko mjini, tuondokane na hii tabia ya entitlement, ya kuhisi kwamba vitu vitatokea tu au tutapewa tu kwa sababu ya ujana wetu na usomi wetu. Katika historia yote ya dunia, vijana wamemake a change walivyosubutu, walivyo earn vile vitu wanavyovitaka. Kwa hiyo kama kuna mabadiliko vijana wanataka, ni lazima wawe front and center. Na nikisema front and center, ina maana on the ground, wafanye vitu positive kwenye nyanza walizopo kwenye kuleta mabadiliko, kama huko kwenye biashara, sekta binafsi, asasi za kiraia, kama kwenye siasa, nyanja yote ulipo, make a positive change. Tusiwe tu watu wa kulalamika. Ulalamishi hauishi. Na kwa bahati mbaya au nzuri, ukiwa kijana utalalamika, lakini itafika umri na utakuwa mtu mzima, itakuwa zamu yako kulaumiwa na vijana wakati huo. Kwa hiyo sasa tuondokane na hii. Basi nimalizie tu hapo kwamba we need to be the change we want to see. Tuache tu kulalamika kila siku na kulialia. Nothing comes easy, especially something which is worthwhile. Ni hilo tu, asanteni sana. Naam, nimefly huu mjadala na ku-coordinate. Asanteni sana washiriki. Nimkaribishe Edward kutoka Tech Media Convergence kwa ajili ya shukrani. Edward, karibu. Asante sana Robert, na asanteni sana pia kwa watu wote ambao wameshiriki na kwa mjadala huu mzuri sana. Hopefully tumepata kitu kikubwa sana kutoka hapa. Lakini X Space ya TMC inaendelea kila mwezi, yani kila baada ya mwezi, mwisho wa mwezi tunafanya X Space. Manake tuna X Space kuanzia mwezi January mpaka mwezi huu hapa Mei. Lakini pia ni wasisitize basi watu ambao wapo katika space hii, speakers na wasikilizaji wote, kupakua ripoti ya TMC ambayo imetolewa mwezi uliopita, inayoitwa State of Internet Governance in Tanzania ya mwaka 2024. Kwenye website ya TMC www.tmc.co.tz utaweza kuipata hiyo ripoti. Lakini washukuru tena wote ambao mko hapa, bila kusahau kuwa TMC itahost session katika wiki ya uvumbuzi ambayo inaitwa Tanzania Innovation Week Tanzania, ambayo itafanyika wiki ijayo Alhamisi. Lakini tunasisitiza pia watu kujoin hiyo session kupitia majukwaa yetu. So linki ya session hiyo itapatikana so soon, yani as soon as possible, maybe kesho kutwa linki hiyo itakuwa imepatikana na watu wengine wataweza kujoin kupitia link hiyo. Nisema maneno mengi sana, ni washukuru wote ambao mmejoin space hii, na mimi nirudishe kijiti hiki kwa Robert Majige kwa ajili ya kuhitimisha. Asante sana. Asanteni sana na wote niwatakieni jioni njema. Aramsik. Asante sana.